Bwana Yesu asifiwe. Nina wasalimu tena katika jina la Yesu. Niko na somo fupi ambao tutaongelea ambayo inasema kuhusu upako. Haleluya, ama niseme onksio. Bwana Yesu asifiwe sana. Misingi ya neno langu liko katika kitabu cha Luka, na wakati tunaposoma kitabu cha Luka 4 mstari wake wa 18. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako ni nini? Ni kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Upako ni uwezo wa kimungu unaotoka kwa Roho Mtakatifu. Kitu ya kwanza, upako unawekwa juu ya mtu. Kitu ya pili, ili kumwezesha kutimiza kusudi maalum ya Mungu. Haleluya. Upako sio cheo ambao unaweza kupewa na mtu. Upako sio umaarufu ambao watu wako ndani. Upako sio kipaji cha asili, lakini upako ni nguvu, ama niseme upako tena ni mamlaka. Upako tena ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Chanzo cha upako, ukisoma kitabu cha Zakaria 4 mstari wake wa 6, inasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho wangu, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Chanzo cha upako ni Roho, yeye mwenyewe ndiye ambaye anaepana upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anaweza kuondoa upako katika maisha yako. Kuna watu, ama niseme watumishi wa Mungu, ambao wanasema mara kwa mara, nimekutosha upako, kama mimi ndimi nimekupaka mafuta, ile mafuta ninaitoa. Hacha nikwambie kwamba hakuna mwanadamu ambaye hanaweza kuondoa upako ambao Mungu ameweka. Upako haiko cheo ambao unaweza kufukuza mtu ndani ya kazi. Upako haiko umaarufu ambao unaweza kuwa sababu wewe unajulikana sehemu, alafu unasema hivi, nimejulikana, nimetosha huyu kwenye sehemu fulani. Upako ni kitu ambacho kinatokana na Mungu peke yake. Mungu akitaka kuondoa upako, ndiye ambaye ana uwezo wa kuondoa upako, lakini upako haitoshwi na mwanadamu. Wasikudanganye kwamba eti nimeondoa mafuta ambayo iliyokuwa juu yako. Hakuna ambaye anaweza kuondoa mafuta ambao Roho Mtakatifu ameweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Isaya 10 mstari wake wa 27, nira inaondolewa kwa sababu ya upako. Upako unapewa kwa ajili ya kuvunja vifungo. Kuna watu ambao wamefungwa. Kuna watu ambao hali za asili zinakuwa zinawabana, lakini upako ilipewa kwa ajili ya kuvunja vifungo vinavyofunga watu. Upako ulipewa kwa ajili ya kuponywa magonjwa. Kuna magonjwa ambayo waganga hawataweza kuiponya, lakini upako inaiponya. Kuna mtu ameshateseka muda mrefu, umepita kwenye mahospitali lakini haujapata uponyaji. Kenye kinaweza kuleta uponyaji kwa maisha yako ni ile upako. Bwana Yesu asifiwe. Upako umewekwa kwa ajili ya kuleta uhuru. Kuna watu hawana uhuru ya maisha. Kuna watu hawana uhuru ya kuishi. Kuna watu ambao hawana uhuru ndani ya ndoa. Kuna watu hawana uhuru ndani ya kazi. Kuna watu hawana uhuru ndani ya nyumba. Lakini upako inakuja kwa kuleta uhuru katika maisha ya mtu. Upako tumeipewa kwa ajili ya kujenga kanisa. Unajua, kanisa halitajengwa kwa sababu tu ya neno la Mungu. Kanisa halitajengwa kwa sababu tu ya kuimba.
Kanisa halitajengwa kwa sababu tu ya kutoa, lakini pia kanisa litajengwa kupitia nguvu ya upako. Watu wengi walisadiki Kristo kwa sababu ya upako aliyokuwa nayo. Wale wanaosema kwamba kanisa haliwezi kutembea na upako, acha nikwambie, upako ndiyo inafanya watu waje kwa Kristo. Ndio maana Kristo wakati alipokuja hakuanza kuhubiri kwanza, lakini alianza kutenda miujiza kwanza, na miujiza ambayo alianza kufanya ndiyo ambayo iliyofanya watu walikuja, na wakati alipoona watu wanakuja ndio alianza kufundisha neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ya tano, upako unapewa kwa kutimiza uwito wa Mungu. Unajua, hawatajua kama umeitwa na Mungu wakati ambapo ile nguvu ya upako haimo ndani mwako. Unajua, kuna mtu anaweza kuongea, na napoongea uwezo wa kimungu, sio upako, kuwa inatokea inajizirisha ndani ya mkutano. Ile ndiyo inaonyesha kwamba kuna uwito wa Mungu ambao unaonekana kati ya ule mtu ambaye ameitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako hauwezi kupewa upako kwa masifa, ili ujitukuze, ili uoneshe watu kwamba wewe ndio big prophet, ili uoneshe watu kwamba wewe ndio miracle. Acha nikwambie kwamba upako unapewa kwa faida ya Mungu. Upako tunaipewa ili kwa kutimiza huduma ambao Mungu ametupatia. Watu wengi leo wanatumia upako kwa masifa. Wanataka waoneshe watu kwamba ni watu wa upako. Katika ibada unataka usukume watu, unaonesha watu kwamba wewe una upako, unaonesha watu kwamba wewe ni mtu wa hatari sana. Acha nikwambie, hauko wa hatari kuzidia Mungu, na vyote ambavyo Mungu amekupatia sio kwa faida yako, sio kwa sifa zako, sio kwa kujionesha umaarufu yako, lakini kwa sababu ya kutimiza huduma ya Mungu, ya kutangaza Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina za upako. Acha nikwambie aina za upako. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12 mstari wake wa 3 mpaka 4. Roho ni mmoja, lakini kazi ni tofauti. Tulipewa roho mmoja, lakini matumizi, kazi iko tofauti. Kitu ya kwanza, upako wa kikuhani. Upako ya kikuhani maana yake maombi ama tena kuabudu. Kitu ya pili, upako wa kifalme ama niseme upako ya uongozi. Kitu ya tatu, upako wa kinabii ama niseme tena upako ya ufunuo. Kitu ya nne, upako ya kitume ama niseme upako ya kuanzisha huduma ama ya kuanzisha vitu. Kitu ya tano, upako wa uinjilisti ama niseme tena ile upako ya kuvuna roho ama ya kwenda kutafuta roho zilizopotea. Upako ya uponyaji, ile ni upako ambayo inakuwa inafanya kazi ya kutunza, ya kuponyesha magonjwa. Kitu ya saba, upako ya ukombozi